tuko na Alhaji Dr. Sule Seif. Huyu ni mdau wa masuala ya kijamii na kisiasa nchini Tanzania. Kwa mengi ambayo tutakwenda kujadili na kuweza kuyazungumza kwa hivi leo. Habari za wakati huu kiongozi? Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari za wakati huu nzuri, na mshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kinakwenda vile alivyokikadiria. Kwetu sisi ni shukrani kwake, kwa kumshukuru kwa neema na makubwa anayotufanyia. Tuangazie kidogo yale ya nje ya Tanzania, hasa kile ambacho tunakishuhudia katika mataifa mbalimbali huko duniani. Tumekuwa tukishuhudia vita vya mara kwa mara, hasa katika Urusi na Ukraine tunashuhudia, lakini pia kule kwa Mashariki ya Kati tunashuhudia kile ambacho kinaendelea Gaza, Israel na maeneo mengine mengi kiujumla. Lakini tuna taasisi ambayo ipo kwa ajili ya kusimamia umoja, UN, tunazungumzia Umoja wa Mataifa, na baadhi ya mashirika katika kanda mbalimbali pia kuna baadhi ya taasisi ambazo zipo kwa ajili ya kusimamia usalama. Pengine kwa utaalamu wako hasa unafikiri nini hasa ambacho dunia inakwama mpaka tunaendelea kushuhudia haya matukio katika maeneo mbalimbali, kanda Mashariki ya Kati kule na maeneo mengine mengi kiujumla? Jambo kubwa ambalo linasababisha vita vingi duniani leo, yako mengi, lakini kubwa zaidi ni wanadamu kukosa utu. Kukosa utu. Wanadamu kukosa utu na kutanguliza thamani ya vitu. Maeneo mengi mapigano yanakuja kwa sababu ya migogoro ya kimaslahi. Yaani jamii fulani inataka maslahi fulani eneo fulani, iko tayari hata ikibidi kumwaga damu ili kuhakikisha hayo maslahi wanayapata. Kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa ambalo dunia leo tuko nayo. Wanadamu wamepoteza utu na wanajali sana kitu. Kwa hiyo migogoro ya kimaslahi ndio inasababisha vita vingi duniani vinavyoendelea leo, ima maslahi ya kimadaraka au maslahi ya kiuchumi na kadhalika. Kwa kawaida mtunga sheria ndio mvunjaji wa sheria. Kwa kawaida anayetunga sheria ndio anayevunja sheria, na mara nyingi zinatengenezwa sheria baada ya kuonekana watu watavunja sheria. Kwa hiyo haya yanakuwepo kwa sababu ile niliyoeleza mwanzo. Kuna watu wanaangalia maslahi binafsi katika maisha yao, na wanaona kutokujali sheria kwao ni bora kwa sababu wanapata kile wanachokihitaji au wanakitafuta kile wanachokihitaji. Kwa hiyo bado tatizo la upotevu wa utu na ubinadamu ni shida kubwa duniani, na hii inabebwa na tatizo la watu kutokumjua Mungu. Watu wangemjua Mungu, mtu angeona thamani ya damu ya mwanadamu na madhara ya kumwagika kwa damu ya mwanadamu. Ukimwona mtu anatengeneza silaha na kumlenga mwanadamu kwa kumwaga damu yake, huyo hajui lengo la Mwenyezi Mungu kumuumba mwanadamu duniani. Kwa hiyo yale ya maslahi binafsi ndio chanzo kikuu cha matatizo ya migogoro duniani na vita visivyokoma. Umeshia kujiuliza hasa kile ambacho kinaendelea kule Mashariki ya Kati kimekuwa kikidumu kwa muda mrefu? Umeshia pengine kujiuliza hasa inachangiwa na nini? Kwa maana ya Israeli na Palestina. Mgogoro wa Israeli na Palestina una historia ndefu. Nadhani kwa kipindi chetu hautatosha kuieleza. Lakini ni mgogoro wa kihistoria unaotoka zama za Nabii Ibrahimu, baba wa imani. Kwa sababu wa Palestina na Waisraeli ni ndugu, japo watu wengine wanaweza wasijue. Waisraeli ni watoto wa Yakobo na wa Palestina wajukuu wa Esau, kizazi cha Esau. Wana ndugu. Esau na Yakobo ni watoto wa baba mmoja mama mmoja, mapacha wawili ambao walizaliwa. Waisraeli ni kizazi cha watoto wa Yakobo waliozaliwa kwa mama aliyeolewa kutoka ujombani. Kwa maana hiyo baba yao na mama yao wote hawa ni wa Israeli, kwa maana ya watu wanaotoka Uru wa Wakardayo, kwa sababu asili ya Nabii Ibrahimu ni kutoka Uru wa Wakardayo, ambayo zaidi ya miaka 2000 nyuma alisafiri kutoka Uru wa Wakardayo na kwenda kuishi katika Palestina ya sasa. Na hapa nazungumzia Gaza, mahala ambako alikwenda kuishi. Lakini si hivyo tu, Esau alipokuwa mkubwa hakuoa ujombani, kwa maana hakuoa kwa maana ya Wakurdishi wenzake. Yeye alioa upande wa baba yake mkubwa. Hapa nazungumzia kizazi cha Nabii Ismaili, mtoto mkubwa wa Nabii Ibrahimu aliyempata kutoka kwa Bibi Hajara ambaye alimuolea Misri. Mchanganyiko huu wa damu ndio ulifanya wa Palestina. Kwa hiyo wa Palestina ni watu wanaotokana na familia moja,
babu yao mmoja, bibi zao mbalimbali. So, yako